Halmashauri ya mji Kondoa imefanya mkutano wa baraza la madiwani ili kujadili na kupokea taarifa za kamati mbalimbali ikiwemo kamati ya uchumi, elimu na afya pamoja na kamati ya fedha na utawala. Akiongea katika baraza hilo, mwakilishi wa ofisi ya mkuu wa mkoa Peter Gujenji ameipongeza halmashauri ya mji Kondoa kwa kushika nafasi ya 3 katika ukusanyaji wa mapato kwa kipindi cha miezi 6, lakini pia nafasi ya kwanza kimkoa katika upelekaji wa fedha benki kwa wakati mara baada ya makusanyo. Kwa halmashauri yetu ya Kondoa tumekuwa wa 3 kimakusanyo kimkoa, kwa sababu kwa juhudi za waheshimiwa madiwani kwa kusimamia vema ile bajeti na uongozi wako mwenyekiti pamoja na mkurugenzi wamejitahidi, wamekusanya fedha kwa 46%, ni wa 3 kipima kimkoa. Unapokusanya mapato pia tunapima na namna ya uwasilishaji fedha benki. Kwa halmashauri ya Kondoa hata leo mtu akienda kwenye mifumo sasa hivi akichukua mpaka Disemba ni ya kwanza kimkoa wangu wa Dodoma. Kwa uadilifu wao kupitia usimamizi wenu mwenyekiti pamoja na mkurugenzi, hawakai na hela mkononi kwa muda mrefu. Kuhusu swali lililoulizwa juu ya mkakati wa utoaji wa chakula shuleni ili kuongeza ufaulu kwa wanafunzi, mkurugenzi wa halmashauri ya mji ameeleza kuwa yeye pamoja na wataalamu wake wanaendelea kuwaelimisha wazazi ili waone umuhimu wa kuchangia chakula cha watoto wao. Kama mkurugenzi na wataalamu wenzangu tumeweka mkakati wa kujaribu kuwaelimisha wazazi. Sasa hivi tumeanza utaratibu, kila mkutano wa wazazi unaofanyika kwenye maeneo ya walimu wanialike ili nitoe elimu kwa wazazi. Ninachokiomba waheshimiwa madiwani, kwa kuwa sisi sote ni viongozi pia, niombe kwenye maeneo yetu tuendelee kutoa elimu kwa wananchi, wajue umuhimu wa mtoto kupata chakula shuleni, kwa sababu ndio inapelekea baadaye aweze kufaulu. Naye mbunge wa jimbo la Kondoa mjini Mheshimiwa Mariam Ditopile, ambaye alikuwa ni miongoni mwa waliohudhuria baraza hilo, amempongeza mkurugenzi wa halmashauri ya mji kwa kutoa ushirikiano mzuri kwa ajili ya maendeleo ya halmashauri. Namshukuru sana mkurugenzi, kwa kweli mpigieni makofi. Na imani tukimsifia yeye ndio tumesifia wale walio chini yake, maana kiongozi ndio ambaye anaongoza njia. Ni kijana mnyenyekevu, anatoa ushirikiano. Tutaungana na wataalamu wetu tukawaeleze kwamba sisi ni timu moja, mipango yetu ni hii hapa, watupe nafasi tuchape kazi. Hata hivyo, madiwani walipata wasaa wa kuuliza maswali na kupatiwa majibu ya maswali katika baraza hilo. Swali: mpaka sasa tumefikia hatua ngapi ili kukamilisha master plan ya mji wa Kondoa? Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe kulitaarifu baraza lako tukufu kwamba halmashauri yetu ya mji wa Kondoa tupo katika hatua ya 8. Hatua 10 mnazoziona zile pale tumeshakamilisha hatua zote 7, tuko hatua ya 8. Manake tumeshawasilisha mpango wetu wa master plan wizarani. Mwenyekiti wa halmashauri ya mji Mheshimiwa Zainab Harob amemwomba mkurugenzi kwenda kusimamia fedha za miradi husika kwa ufasaha ili matokeo ya miradi hiyo yaweze kuonekana kwa jamii. Swala la mapato ni muhimu kuliko kitu chochote. Tunayo miradi inaendelea, lakini tunayo miradi ambayo ina fedha na fedha zile hazijatumika. Mkurugenzi, ninaomba kasimamie fedha zile ziweze kwenda kwenye miradi husika na ziweze kutoa matokeo na matokeo ya miradi yaweze kutumika kwa jamii. Baraza hilo limefanyika katika ukumbi wa halmashauri ya mji Kondoa na kuhudhuriwa na watu mbalimbali ikiwemo kamati ya ulinzi, wakuu wa idara na vitengo, watendaji wa kata, maafisa tarafa, wakuu wa taasisi pamoja na wageni waalikwa.